Ndoto yako inaweza kuwa kweli, lakini tu kama una kitu kimoja, desire. Bila hamu ya mafanikio, hakuna kinachotokea. Karibu kwenye Pesa Vibe. Hapa tunachambua siri, maarifa na ukweli unaoweza kukubadilisha kutoka unapoishia leo hadi kule unakotamani kufika. Leo tunachambua nguzo za mafanikio moja baada ya nyingine, kwa undani, kwa mifano na kwa hatua za kutekeleza. Kaa hadi mwisho, kwa sababu mwisho kuna mwongozo maalum utakusaidia kubadilisha ndoto zako kuwa mpango wa utekelezaji. Hamu ya mafanikio ndiyo chanzo cha kila kitu kikubwa. Hakuna kitu kikubwa kilichowahi kuanza bila mtu kuwa na hamu kali ndani yake. Watafiti wanasema akili ya binadamu hufanya kazi kwa viwango zaidi pale mtu anapokuwa na burning desire, hamu inayowasha moto wa ndani usiozimika. Hamu ndiyo inakuamsha mapema. Hamu ndiyo inakufanya uvumilie maumivu. Hamu ndiyo inakufanya uamini kwamba inawezekana hata wengine wakikucheka. Jiulize, natamani nini kwa nguvu kiasi kwamba siwezi kulala bila kukifikiria? Huwezi kufika unakotaka kama una kitu cha kuelekea. Watu wengi wanataka mafanikio, lakini hawajui mafanikio kwao ni nini. Unapoweka lengo mahususi, unafungua ubongo wako kuanza kutengeza njia za kufika hapo. Mfano, nataka kuwa tajiri. Nataka kufikisha milioni 20 ndani ya miezi 12 kupitia biashara ya mavazi. Hili ni lengo. Lengo linapaswa kuwa mahsusi, halisi, kipimo na la muda maalum. Hamu ya kawaida haitoshi. Unahitaji hamu inayonguza, ile ambayo haitoi nafasi ya kushindwa. Burning desire hufanya mambo matatu. Kwanza, inakufanya kuwa na uthubutu. Pili, inakupa msukumo hata pale unapokata tamaa. Tatu, inavunja vizuizi vya hofu, uzembe na visingizio. Unachokiamini ndicho kinachojenga maisha yako. Utafiti wa kisaikolojia unaonyesha kwamba ubongo hauwezi kushughulikia kitu huamini. Ukisema siwezi, akili yako inatafuta ushahidi wa kukuthibitishia hivyo. Ukiamini kwamba naweza, akili inatafuta njia ya kukuwezesha kuwa. Imani ni nguvu. Imani ni msingi. Kuwa na imani ya kwamba wewe unaweza, hapa ndipo wengi wanashindwa. Unaweza kuwa na malengo mazuri sana, lakini ukikosa imani ya kwamba unaweza, unajifunga mwenyewe. Mafanikio mengi huanza pale unaposema, najua inaweza kuwa ngumu, lakini nitafanikiwa. Kila hatua yako inabadilika pale unapojijaza maneno ya uwezo. Overcome self-doubt. Shaka binafsi ni adui mkubwa wa mafanikio. Wataalamu wa tabia wanasema self-doubt huanza kutokana na kulinganisha maisha yako na ya watu wengine. Kila mara unajihisi mdogo zaidi kuliko ulivyo. Lakini ukweli ni huu, hakuna mtu aliyeanza akiwa mkamilifu. Kila bingwa aliwahi kuwa mwoga. Auto-suggestion is a powerful tool. Auto-suggestion ni kuiambia akili yako unachotaka kuwa. Maneno unayojirudia huwa mwanga unaoongoza fikra zako. Ndio maana mabilionea, wanamichezo na viongozi wakubwa hutumia affirmations kila siku. Kwa nini? Kwa sababu mawazo yanapojirudia yanajikita kwenye akili ndogo, subconscious mind, na akili hiyo ndio inayoamua tabia zako. Rudia kujitamkia maneno chanya. Zirudie kila siku. Ziseme kwa sauti. Ziamini. Mfano, nina thamani. Naweza kufanikiwa. Kila siku ninakuwa bora zaidi. Mipango yangu inawezekana. Utakapojirudia haya kila siku, unajenga imani mpya. Unafuta hofu ya zamani. Reprogram your subconscious mind. Hapa ndipo siri ya mafanikio ya kudumu. Subconscious mind ndio inabeba tabia zako, hofu zako, imani zako, maamuzi yako. Akili ya ndani inapobadilishwa, maisha yako yote yanabadilika. Unaibadilisha kwa kusoma vitabu sahihi, kuweka lengo moja linaloeleweka, kusikiliza maudhui ya kukuza akili, kujizungushia watu sahihi, kufanya mazoezi ya uthubutu kila siku. Uwezo wa kufikiri ndiyo chanzo cha uvumbuzi. Kila kitu unachokiona leo kilianza kama wazo.
Ubunifu wako ni silaha kubwa zaidi unayomiliki. Imagination inafungua milango ambayo macho hayawezi kuona. Tengeneza mawazo chanya kwa kuwaza nje ya mipaka. Usifuate tu alichofanya kila mtu. Tafuta njia tofauti. Jiulize, naweza kufanya nini kwa namna ambayo haijawahi kufanyika hapa kwetu? Jambo hili linaweza kubadilishwa kuwa fursa. Hapo ndipo ubunifu unaanza. Weka mipango thabiti. Hakuna mafanikio bila mpango. Watu waliofanikiwa hutofautishwa na wale wengine kwa mpango tu. Mpango unakuwezesha kupima hatua, kujua kinachofanya kazi na kuboresha kinachokosea. Unapoandika malengo kwa kalamu, unatoa roho ndani yako na kuiweka kwenye karatasi. Andika lengo lako, kwa nini unataka kulifikia, hatua zako, muda wa kulifanya, vitu utakavyoviacha ili kulifanya, mambo utakayojifunza njiani. Maisha yako ni matokeo ya maamuzi yako. Watu waliofanikiwa huchukua maamuzi haraka na kubadilisha polepole. Watu wasiopiga hatua huchukua maamuzi polepole na kubadilisha haraka. Maamuzi ndiyo yanayotengeneza au kukuharibu. Usitegemee mazingira yakamilike. Hapana. Chukua hatua kabla hujawa tayari. Mafanikio ni kwa wale wanaojaribu, wanaoanguka, wanaojifunza halafu wanainuka tena. Hii ndiyo nguzo ya mwisho na ndiyo nguzo kubwa kuliko zote. Watafiti wanaonyesha kwamba watu wengi hutupa ndoto zao mita 5 kabla ya ushindi. Uvumilivu ndio unapambana na vizuizi, ucheleweshaji, kukataliwa, kushindwa na kelele za watu. Kila unapoendelea, unakaribia mafanikio. Unachotaka kinawezekana, lakini kinahitaji hamu, kinahitaji imani, kinahitaji mpango na kinahitaji maamuzi. Na zaidi ya yote, kinahitaji wewe kutokata tamaa. Usisubiri mazingira yakamilike. Hapana. Chukua hatua kabla hujawa tayari. Mafanikio ni kwa wale wanaojaribu, wanaoanguka, wanaojifunza halafu wanainuka tena. Usisahau kusubscribe kwenye channel yetu na tukutane kwenye video inayofuata.